Mikasa ya kichawi katika maisha ya binadamu ipo mingi sana. Leo tupo na mmoja kati ya watu ambao wamewahi kupitia mikasa mizito sana, na leo yupo tayari kutusimulia, atuambie bwana mikasa yake ya kichawi alipitiaje mpaka akasema kweli hii dunia ina wachawi wengi. Dada, karibu, habari yako? Nzuri. Kwa majina naitwa Christina. Nimetokea Mbeya. Kwa mimi naamini Mungu yupo. Kwa yale aliyonitendea, mtu akisema Mungu hayupo namshangaa sana, afu namuona ni mtu wa ajabu sana. Mimi nimezaliwa mwaka 2001. Ni mkazi wa Mbeya. Kabla ya matatizo hayajanianza, mimi ni mtoto wa pili nyumbani kwetu. Mamangu alifariki 2006 nikiwa na miaka 4. Alipofariki tu mamangu, ndipo mimi matatizo na mambo mengi yakaanza kunikuta. Mimi kwanza ngoja kabla hujaenda sana, umewahi kujua labda mama yako alifariki kwa matatizo yapi hasa? Kwa sababu unasema ni mikasa ya kichawi, tuangalie labda na yeye mwenyewe amewahi kuhusishwa kwenye hayo mambo, pengine hata alifariki kwa sababu hii. Kiukweli mamangu mimi, cha kwanza alipata ajali ya ajabu. Alafu kitu kingine akajaga akapona, akaumwa sana afu akapona. Ghafla tu tukawa tumelala, asubuhi tukakuta mama amefariki. Kwa hiyo kiukweli hata upande wa mama ni kitu ambacho siwezi nikakizungumzia kwa sababu ni kitu ambacho kinaniumiza sana. Aliniacha nikiwa mdogo, mapenzi ya mama siyajui. Kwa hiyo kiufupi mamangu naye inawezekana pia alihusishwa kwenye mambo ya kishirikina. Alipofariki mamangu tu, mimi nikaanza kuugua tumbo. Nikiwa darasa la 4. Nilipofika darasa la 4 ndio ugonjwa wa tumbo kazidi zaidi. Ugonjwa wa tumbo ulipozidi zaidi nikawa naumwa. Nikiumwa nikipeleka hospitalini wananiambia ugonjwa haupo. Napeleka kwenye maombi, naombewa. Tumeshazoea watu kwenye maombi wanalipuka mapepo, wanafanyeje, lakini mimi sikuwahi kulipuka mapepo wala kudondoka mapepo. Lakini nilikuwa ninaumwa tumbo kiasi kwamba mtu aliyekuwa ananifanyia hivyo ni wajirani, kwa sababu walikuwa wananijua vizuri. Kwa hiyo nilikuwa naugua tumbo kuanzia nilipofika darasa la 4. Nimeugua tumbo sana. Nimeumwa sana. Nimeteseka sana. Naenda hospitalini nalazwa, madaktari wanaitana, hadi muda fulani bibi yangu akawa anahisi kama nakufa. Wananizungushia ile tambala lao, wananipima, wanakuja hadi wengine wanakuja kujifunzia kwangu ili kujua ugonjwa ni nini, lakini haujawahi kugundulika. Nikatokaga hapo. Darasa la 5 nimeumwa pia, tumbo likawa linaniuma sana. Hadi nikafika darasa la 7. Baada ya kufika darasa la 7, kulikuwa kuna mauzauza ambayo alikuwa anatokea usiku tukilala. Mara nilikuwa nasikia bati linapiga kelele. Yaani kama mtu anataka kuingia anachomoa bati usiku saa 6 saa 7. Hiyo hali ikianza tu nilikuwa nashtuka, namuomba Mungu, naomba. Nikiomba naona ile hali inakaa sawa, inatulia. Nalala. Nikilala asubuhi kesho yake jua zoeza likitokea kesho yake mimi naanza kuumwa. Shuleni nikienda wananibeba. Shuleni wanapeleka nyumbani. Nikopo ninaumwa sana tumbo. Kiasi kwamba nilikuwa naona kama moto unawaka tumboni. Yaani kama kuna vitu vinacheza, kitu yaani kinaunguruma unakisikia, lakini ukienda kupiga ultrasound sina tatizo lolote. Hadi kuna kipindi tuliendaga hospitali wakasemaga kwamba inawezekana mimi huyu mtoto ni mjamzito, itakuwa labda wamembaka. Twende tukampimie, tukamfanyie vipimo. Lakini nikamwambia mimi hawajai kunibaka wala hawajai kufanya nini, kwa sababu basi tutaenda tutaangalia ili tuthibitishe. Watoto waga waongeaji ukweli. Lakini wakaenda kathibitisha hakuna hicho kitendo nilichowahi kufanyiwa wala nini. Wakawa wanaona ni kitu cha ajabu. Akamwambia bibi yangu kama daktari akasema sasa hapa tunampa dawa za maumivu tu na utulivu. Kwa sababu ugonjwa tu sasa tunampa dawa za ugonjwa hatujui anaumwa nini. Kama unamwamini Mungu ndio naye kwenye maombi. Na kama umwamini Mungu basi tajua nyinyi mfanye nini, muende kwenye mila zenu nini, inawezekana mkamsaidia. Basi kipindi kile bibi yangu akakata tamaa, akajua basi mimi ni mtu
wa kufariki. Kama ugonjwa haujulikani afu ninaumwa kiasi kwamba ninapiga kelele, nalia, sikai, situlii, natapika, nguvu zinaniisha, nadondoka. Ikafikia hatua nikawa ninaenda shuleni wiki 2, wiki moja niko hospitali. Wiki 2, wiki moja niko hospitali. Kiukweli nilichangia kumpa bibi yangu mawazo. Hadi bibi yangu akaanza kusema yani alivyofariki mama yako tu matatizo mengine yameanza kunikuta. Basi kafika matokeo yakatoka. Kabla matokeo hayajatoka tulikuwa tuko nyumbani. Kuna rafiki yangu ambaye nishaikuwa naye, ni rafiki ambao wa kike mwenzangu. Alikuwa anapenda sana kuja nyumbani kuongea. Lakini rafiki yangu mimi sikujua, kumbe rafiki yangu ni mchawi. Akawa anakuja, nilipoinuka bibi yangu aliniita, "Njoo tukua nyuma ya nyumba. Tunaongea, tunapiga, tunacheza ule mdodo." Akaniita njoo, nikawa nimeenda. Nilivyoenda bibi yangu akaniambia ananiambia kuhusu vitu vya kupika na kuchota maji. Rafiki yangu nikarudi sikumkuta. Kesho yake mimi nikaenda shuleni. Kumbe rafiki yangu alichota udongo kwenye nilikaa mimi. Alivyochota udongo kwenye nilikaa mimi, akawa aliagizwa na wachawi wenzie kwamba apeleke huo udongo. Lakini alivyoenda kule udongo akawa umepotea. Hajui ulipotea kwa mazingira gani. Ni udongo ambao alikuwa ameshaufunga akipeleka, lakini udongo ulishapotea. Ulivyopotea mimi nilikuwa nimeenda shuleni, nimerudi nyumbani. Nafika nyumbani bibi yangu ananiambia kuna mtu fulani alikuja. Na nini? Alikuja kuongea. Basi sawa nitaenda kumfuata kwa akisema usimfuate. Yule alichukua udongo wako, alikuja kusema kwamba wewe ni mchawi. Alikuja alichukua udongo wako, alipeleka mahali, akakuta udongo haupo. Basi mimi nikasema kama ni mchawi, Mungu amenisaidia. Kwa sababu mimi sina uganga wala sina uchawi wala sina nini. Kikubwa niko nasoma Biblia na kumuomba Mungu kwa sababu nishajua mimi ni mtu wa matatizo, ninaumwa sana. Inabidi bila kukazana kwa Mungu nitakufa kama mamangu. Kwa hiyo nikawa ni hivyo nakazana kanisani kwenye maombi, najiombea mwenyewe. Yaani yale maombi ya kusema sijui kuna maombi sehemu fulani sijawahi kwenda kwa kweli. Nilikuwa najiombea mwenyewe, nikaenda kanisani hivyo muda wa maombi ulikuwa ndio mwingi sana kiasi kwamba nilikonda niliisha. Nilikuwa mwembamba yani. Nilikuwa ni mwembamba mdogo kabisa. Baadaye matokeo yalipotoka, nikafaulu, nikaenda shuleni form 1. Nilipoanza form 1, nikaanza tatizo la macho. Macho yakawa yananisumbua sana. Ninaumwa kiasi kwamba hata wewe ungekopo ungenionea huruma. Yaani kichwa kinaniuma kama kinalipuka. Maumivu ambayo nikopo ninasikia, natapika. Hadi nikawa naona kama hapa sasa naenda kufa. Wenzangu wanasemaga naumwa kichwa, kweli macho yanauma, lakini mimi ilikuwa kama nimetiwa pilipili kwenye macho. Nikopo ninaumia sana kwa sababu nilikuwa naacha masomo, narudi nyumbani. Nakaa bibi yangu ataniombea, atanifanyia nini ili nikae sawa. Tunakaa muda fulani, bibi yangu akaamua akahangaike. Kaenda kutafuta kwa waganga, lakini kwa sababu nilikuwa na imani, tukiwa mdogo nimezaliwa katika imani, ikabidi nimwambie bibi yangu mimi hizo dawa sitatumia. Kwa sababu nikitumia dawa nitakuwa nimemkaribisha shetani. Kwa sababu wale wanatumia mizizi na mambo yao, na mimi nikitumia mizizi siwezi kujua wana uchawi wa kiasi gani. Wenyewe unaweza kusema unatumia kuku, wenzao wanatumia ng'ombe, bado watakushinda. Nikisema mimi namwamini Mungu. Kama ameniponya kuanzia darasa la 4 hadi la 7 na nimfanya mtihani nimefaulu vizuri, ataniponya na hapa. Basi bibi yangu akasema utakunywa hizi dawa, ninayeteseka ni mimi. Hizi dawa tumepewa na watu watakusaidia, ninayeteseka ni mimi. Basi bibi yangu akawa amechemsha zile dawa hayupo. Mimi nikachukua dawa nikaenda kuzimwaga chooni. Bibi yangu akasema siwezi ukiumwa usinisumbue. Kwa sababu wewe nakutafutia dawa unafanya makusudi. Unaenda kuzitupa. Hizo dawa za ulinzi sio. Nikisema mimi namwamini Mungu nitapona, nitakaa sawa. Basi nikaingia form 2 pia. Kipindi kile cha mitihani ya NECTA. Yaani mtihani ile wa moko terminal. Nikawa ninaumwa kiasi kwamba siwezi kufanya mtihani. Naumwa tumbo sana hadi kafikia hatua ile wenzangu wanaenda mashambani kufanya nini kazi siwezi kwenda. Ninaumwa sana. Nikawa naenda shule najikaza, ninaomba, ninajikaza hivyo hivyo. Basi bibi yangu akamwachia msala huo. Akawa amemwachia, yani ndugu akawa washiriki sana kwenye mambo maana akajua mimi ndio mtu wa kuumwa kila mara.
Bibi yangu sasa akawa muda mwingine hadi nikawa namuonea huruma, akawa nafunga maombi ya siku nyingi, kiasi kwamba nilikuwa namuonea huruma sana. Ilifikia hatua nikawa nakosa nguvu hata ya kusimama, kufanya nini, ninaumwa sana tumbo. Basi ule mtihani nikawa siku ambayo mtihani unaanza, bibi yangu akaniambia unatakiwa ufunge hata kama unaumwa, nenda kwenye mtihani. Kweli Mungu wa ajabu, nikaenda kwenye mtihani, nikafanya mtihani, nikafaulu. Hivyo nikawa naendelea kuumwa. Basi siku moja ilikopo ni usiku, tumelala. Tuko na rafiki zetu, rafiki yangu mmoja hivi ni ndugu yetu, tumelala naye. Akamwambia bibi hivi, huyu mtoto wako uwe unamhamisha, usimkalishe hapa nyumbani. Uwe unamtoa kwa sababu huyu kuna vitu vingi vinavyomfuatilia. Kika hapa nyumbani atakufa. Basi mimi nikaanza kuwaza, nikawa naishi sasa kwa woga kwamba nitakufa. Bibi yangu akaniambia usiwejitie moyo. Kama ni hivyo, bora acha huo mtihani usifanye. Nenda nikupeleke uende sehemu fulani kwa ndugu yangu. Basi mimi nikasema mimi sitaenda huko kwa sababu nikiwa naenda huko bado nitarudi hapa nyumbani, lakini Mungu kama yuko mimi atanisaidia, atanitetea. Nikawa naenda kwenye mtihani, nikafanya mtihani hadi ukaisha form 2, nikafaulu, nikaingia form 3. Form 3 niliumwa sana. Yaani ni ugonjwa, yaani ni tumbo ambalo linawaka kama moto. Niliumwa kiasi kwamba hata ungekuwa ni wewe ni mzazi, unaweza ukasema ni huyu mtoto sasa anaenda kufa. Kwa nini attention muda wote wazazi wamekaa attention kwa ajili yangu, wananiangalia. Nimeenda shuleni, bibi anawaza kwamba huyu atarudi leo shuleni salama au bado mambo ni hali. Sema kweli wachawi wanasumbua na wanatesa sana. Kiasi kwamba hata ungekuwa ni wewe unaweza kuchukua maamuzi ya kumzila hata huyu mtoto kutokana na magonjwa yake anayoumwa sana. Lakini mimi Mungu alinisaidia, nikawa nimepona. Nikaingia form 4 pia, nikawa naendelea tu vizuri hadi nikamaliza mitihani. Lakini bado wachawi hawakuishia hapo. Nikawa bibi yangu anafanya kazi ya kunihamisha. Siku moja nilikopo ninatembea njiani, kwa nimetoka sehemu, mama mmoja akaniambia hivi, wewe mtoto una neema sana, kuna kitu kinachokusaidia. Maana akasema kuna kitu sana kinachokusaidia. Nikamwangalia sasa, mimi sikuelewa, nikajua labda kuna jambo, labda amekosea mtu wa kumwambia, labda alimwagiza kitu, labda amekosea. Basi nikarudi nyumbani, tumbo lilinianzia yaani kuna sehemu ina kiwanjani hadi kufika nyumbani. Nilikuwa ninaumwa tumbo sana. Yaani ninaumwa tumbo sana. Kiasi kwamba mimi hospitali wakaenda kusema kwamba siwezi kuziona siku zangu wala siwezi kupata mtoto. Ndio walivyokuwa wamemwambia bibi yangu. Kwa hiyo nikawa ninalia, ninaumwa. Ni kweli mimi nimesoma kuanzia shule ya msingi hadi sekondari namaliza, sikuwahi kuziona siku zangu. Nikawa basi bibi yangu akawa amelizia, amesema basi utakuja kupata mtoto. Basi lakini Mungu alivyo ajabu, naendelea na maisha. Baadaye nikawa ni 2020 nikopo na mahusiano. Nikabeba ujauzito. Nikawa sasa mimi namuomba Mungu sasa, Mungu basi naomba unipe ujauzito, ili nijue nabeba mimba au sibebi, kwa sababu nikiingia kwenye ndoa alafu tena mimi sibebi mimba, nimeshaambiwa na madaktari kwamba siwezi kubeba mimba, siwezi kufanya chochote kutokana na maumivu ya tumbo nilivyonisumbua kwa muda mrefu. Nikasema bora nibebe hata mimba, niangalie unaweza nikabeba mimba sikaingia kwenye ndoa, ndio wale mapurukushani yanakuwa mengi. Nikawa namuomba Mwenyezi Mungu, naomba basi nibebe mimba. Basi nikaanza kuziona siku zangu 2020. Nikaona siku zangu, nikajifungua, nikawa na mjamzito. Lakini bado hawakuishia hapo.
Mimba ilinisumbua kiasi kwamba nitaka kufa. Nikakimbia kutoka nilikokuwa mkoani nikaja Dar es Salaam. Nateseka na tumbo, naumwa nini. Napitia shida nyingi, tatizo mengi. Nilitengwa, nikawa nimetoka nyumbani, nikarudi nyumbani kwetu. Mzazi mwenzangu alinitenga, alinikataa. Akawa nisaidii chochote, ninapambana mimi mwenyewe na nyumba yangu. Nikasema hamna shida, nitapambana, nitajitafutia, mtoto wangu atakuwa. Nikarudi nyumbani, bibi yangu alifurahi kwanza alipoona ile ujauzito, lakini kama mzazi aliumia pia. Akawa ameumia. Akasema sasa kwa nini ubebe ujauzito wakati uko nyumbani? Kwa baby naomba tu unisamee. Lakini alifurahi kwa sababu kwa daktari alimwambia mimi nitakuwa sitakuja kuzaa, nitakuwa tasa. Sitakuja kuzaa. Basi katika familia wakaanza kunitia maneno, wakanitenga. Nikawa nina maumivu ya sehemu mbili. Mzazi mwenzangu amenitenga, nikimpigia simu ananitukana. Bado na ndugu zangu wengine akawa nipigie simu, lakini nikopo ninaumwa sana kiasi kwamba mimi nilikuwa nakataa kwenda kwa waganga. Ilifika kitu nilikuwa sili chochote. Mimba ina miezi 2, sili chochote zaidi ya chungwa tu. Baada ya hivyo nikawa nimeenda kwa mama mdogo wangu, akawa amenichukua akasema huyu mtoto tusipomkazania atakufa. Basi kaenda kunihangaikia, akapatiwa dawa. Lakini baada ya kupatia ile dawa bado nikawa maendeleo sio mazuri sana. Nikawa naendelea kuumwa. Sasa nikawa nampigia sana mzazi mwenzangu, namueleza ninavyopitia, lakini akawa ananitukana, ananipatia changamoto nyingi. Ananiambia mimi sikutaki, hiyo mimba sio ya kwangu, sio na nini, mambo yakawa ni mengi. Kwa hiyo nikafikia hatua mama mdogo wangu akawa ananichukua na ananilea, kila kitu nikitaka ananipatia yeye. Nikaenda kwa mganga, nikatibiwa mara ya pili. Na kwa mganga sana ndugu zangu, nataka niwaambie sio kwa kwenda, kwa sababu kuna mambo mengi sana yanafanyika kwa waganga. Sisi tulienda hadi makaburini na mganga usiku. Nilienda niliogeshwa usiku makaburini.